So baada ya kukaa muda mrefu bila kutuma chochote kitu kwa upande wa mtandao wangu wa YouTube, nimekuletea darasa fupi ambayo inahusiana na masuala ya endometriosis au uzazi au kusogani wanawake wamesumbuliwa sana na endometriosis. Ni darasa hili kwa linafanyika kwa upande wa grupu, kwa upande wa WhatsApp ambao ni yafanyika kama Siro jificha katika hedhi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe na kulike kwa kuweza kupata madarasa mengine zaidi atakapotoka, kwa sababu muda mwingi nimekuwa nikiutumia kule. Lakini hii endometriosis sasa baada ya kufanya hivyo vyote, yani maana ikiwa inaenda sambamba kabisa na ile ambayo ipo ndani ya mji wa mimba, yenyewe pia inafanya kazi, ama inapofanya kazi ya kutoka damu au inapotoa damu au inapotoa zile tissue ambazo zimejishikiza pale, basi yenyewe pia huwa damu zake zile haziwezi kutoka nje kulinganisha na hii sehemu ya halisi ama mji halisi ambao uko ndani ya mji wa mimba, na kupelekea kutoka damu kupitia cervix na njia ile ya vaginal na damu kutoka nje, na mwanamke ana experience hedhi, lakini yenyewe damu yake huwa inabaki ndani, na mwisho wa siku inaweza kupelekea mwanamke akaanza kupata tissues ama akatengenezea scars ambazo ziko ndani yake, ambao inaweza kutengeneza cyst ama kutengeneza vibuje ndani ya maeneo mengine ambayo imejioteza, au kutengeneza makovu, azation na scars ambazo ni kwenye organ nyingine ambazo huwa zinajitokeza kama vile hizi ligament na ukuta wa nyonga. Sasa asilimia 15 mpaka 20 ya watu ama wa Marekani wamekuwa kisumbuliwa na hii changamoto ya endometriosis wakati wa reproductive age, lakini baada ya kufikia ukomo wa hedhi imekuwa ikikata kabisa. Na risk factor moja hapo ambayo inaweza kupelekea mwanamke akahisi ama akapata hii endometriosis, ya kwanza kabisa ni family history. Kama kwenu mna historia ya kuweza kupata hii changamoto ya endometriosis, au kuna ndugu yako, kuna rafiki, tuseme ndugu, jamaa, yani damu sambamba kabisa na wewe, maana sasa hapo unaweza kupata hii endometriosis. Sasa ni mzazi au ni bibi kutana na changamoto hii, basi na wewe utakuwa ni miongoni mwa watu ambao unaweza kukata unapitia hii changamoto. Lakini ya pili ni kuwa na mizunguko mifupi zaidi au kupata mizunguko mifupi zaidi. Hii pia ni sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea ukapata hii changamoto ya endometriosis. Ya tatu ni exposure to estrogen and access to estrogen or estrogen disruption ama disruptors, ambazo zile sasa ni vitu, inawezekana ikawa ni kemikali ambazo unazipata kupitia chakula au na stress, sawa, au na madawa fulani au makemikali ambayo unatumia kwa kuweza kutumia sehemu nyingine. Hizo ni product ambazo unazitumia kuweza kukutibia, labda ni dawa za mashambani au ni dawa nyingine ambazo unazitumia kutengeneza sabuni, au kuna kitu kingine ambacho unakitumia, hizo ni perfume, na zikawa na sumu ambayo inaweza kupelekea kuongezeka kwa estrogen. Kwa hiyo unapokuwa nayo nyingi zaidi au unapotumia hizo kemikali kwa kiwango kikubwa zaidi, basi ile sumu inakuingia mwilini na kuweza kusababisha kuongezeka kwa hormone ya estrogen. Lakini pia lack of exercise, kwa kutofanya mazoezi, na hayo mazoezi yanahusisha mazoezi ya nyonga, ambayo mwanamke anapaswa kufanya mazoezi ya nyonga ili kuweza kuruhusu damu kuweza kupita ndani yake nyonga na kuweza kuhakikisha afya yake inabaki salama wakati. Kwa mwanamke pia, ukiachana mwanaume ambaye anashauriwa sana kufanya mazoezi ya Kegel exercise, basi na mwanamke pia anatakiwa kufanya hivyo ili kuweza kurahisisha mzunguko wa damu, eneo la nyonga libaki kuwa salama, na ile sumu, ile makovu ambayo yamebaki, basi aweze kupona, kwa sababu ya damu inarutubisha au inaponyesha yale maeneo. Kwa hiyo upungufu wa mazoezi pia ni sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea mwanamke kupata endometriosis. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea mwanamke kupata endometriosis ni kupata chakula ambacho sio health diet. Vyakula ambavyo ni sumu, vyakula ambavyo vina sukari nyingi, na vyakula ambavyo vina hizi estrogen disruptor kwa kiasi kikubwa, basi inaweza kupelekea mwanamke kupata matatizo kama hayo. Ni vyakula gani? Tushaimba kuanzia session yetu ya mwanzo kabisa mpaka sasa hivi, na mwisho wa siku leo tunajifunza namna sasa ambavyo hii endometriosis inavyotokea. Lakini ukiachana health diet, lakini pia stress pia ni sababu moja wapo ambayo inaweza kupelekea wanawake wengi sana wakapata hii changamoto ya kupata endometriosis. Sasa ukiwa na endometriosis, wanawake wengi wamekuwa sana waki-experience au wamekuwa waki-experience ama wakihisi maumivu ndani yao, ambao pia wamekuwa na changamoto nyingine ambayo ya menstrual
ya problem, ukiacha tu na maumivu ambayo wamekuwa nayo, lakini pia mizunguko yao au matatizo ya mizunguko yamekuwa tofauti kabisa, au wanaambatana na mizunguko ambayo inakuwa tofauti kabisa. Lakini pia kuna utasa ambao unajitokeza ambao ni asilimia 40 ya watu ambao wamegundulika au wana changamoto ya kushika ujauzito, asilimia 40 wengi wamekutwa na changamoto hii ya endometriosis. Kwa hiyo unapokutana na changamoto ya kushika ujauzito mara kwa mara, ukienda kufanya vipimo au ukitaka kutafuta msaada kuweza kupata ujauzito, basi imeonekana hizi sababu nyingine ambazo kupelekea au ukashindwa kupata ujauzito ni kuwepo kwa endometriosis. Na hii inaweza kupelekea matatizo mengi, hususan eneo la nyonga. Mwanamke akawa anahisi migongo inauma au mgongo, uti wa mgongo kuuma, ama akahisi kupata changamoto ya miguu, mapaja ya kuuma. Maana nyonga inapoathirika au eneo la nyonga linapoathirika, basi kutana na hii changamoto. Lakini pia tatizo katika mfumo wa chakula, na mwanamke anaweza kahisi maumivu sana wakati wa ufanyaji wa tendo lake la ndoa, maana akaathirika na hii changamoto ya endometriosis, na kuweza kumpelekea kahisi maumivu sana wakati wa hedhi, lakini na ushiriki au wakati ambapo anashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuweza kuzingatia. Kwa hiyo most of women do not experience reduction of endometriosis symptoms at menopause, na wengi wamekuwa hawapati ama hizi dalili hazionekani wakati ambapo wanakuwa menopause, ambazo tayari nishazisema, na wengi wamekuwa wakitumia hormonal replacement therapy HRT. Maana hizi zinatumika pale ambapo homoni zako zitakuwa chini. Kwa hiyo hii unafanya kubalance homoni zako na kuweza kuhakikisha afya yako inabaki kuwa salama. Kwa hiyo ukiwa na endometriosis, mara nyingi mtu anajisikia hatia, lakini pia ni ugonjwa ambao unapelekea kuzoofika na kusababisha kuwa na period ambayo yenye damu nyingi sana au damu nzito sana, au umekuwa na spotting ambayo inafanyika kama metrorrhagia, lakini pia na bleeding between katikati ya period ya mwezi husika kabla kuingia period nyingine, basi umekuwa ukihisi maumivu mara kwa mara. Kwa hiyo hizi zote ni ishara za kuonyesha kwamba wewe utakuwa na endometriosis, na tumetazama hapo sababu ambazo huwa zinajitokeza na kuonyesha kwamba una changamoto hiyo. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ambayo hii endometriosis inaweza ikaota, ama hizi layers za ndani ya uterus inaweza kujitokeza maeneo mengine. Mfano, inaweza kujitokeza kwenye uterus yenyewe, yaani maana kwenye attached za uterus ambayo ni nje sawa ya uterus, au layer ya ndani ya kati ina mwishoni, lakini pia kujitokeza kwenye bowel, ovaries, bladders. Ovaries ni ile mifuko mayai, hichi kibofu cha mkojo, na uterine ligament, zile ligament ama zile kuta au zile nguzo ambazo zimeshika zile mji wa uzazi na eneo la nyonga. Pia hayo ni maeneo ambayo yanaweza kujishikiza na kuweza kupelekea matatizo mengi sana. Sasa hii inaweza kupelekea au mwanamke akaanza kupata au inaweza kufanyika kama mwanamke akawa na vimbe, yani kuonekana kama ana vimbe au vitu vimejishikiza au makovu ambayo ndani yake, yani ukifanya hata sound au ukifanya zile laparoscopy kaonekana iko hivyo. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana cha kuzingatia na kuweza kumsaidia mwanamke kuweza kutambua hiyo changamoto ambayo anayo. Lakini kama ni wewe ambao na hizo dalili ambazo nimesema, ni basi ni vizuri kutafuta msaada ili kuweza kuhakikisha afya yako inabaki salama wakati wote. Sasa uchunguzi wa endometriosis unaweza usitabirike kwa haraka zaidi au usitambue kwa haraka zaidi kama kutakuwa na dalili zile za awali mapema kabisa au za dalili za mapema kabisa ambazo kulingana na mwandishi alivyosema chenyewe kinaweza kikajitokeza au mtu akafahamu hii dalili akiwa ndani ya miaka, yani baada ya miaka 10, baada ya tatizo hili kumsumbua muda mrefu sana, kwa sababu mwanzoni inawezekana zikawa dalili za kawaida tu, akahisi maumivu ya kawaida ambayo anayo yeye, akaamini kwamba ni mzunguko wa hedhi ambao lazima ahisi maumivu kutokana na jamii ambayo imekalilishwa, lakini baadaye kabisa ikaja kuwa kitu ambacho ni too much. Maana sasa akahisi sasa nashindwa kabisa na hii imekuwa hali ni endelevu, hebu nijaribu kutafuta msaada. Kwa anajikuta baadaye sasa baada ya uchunguzi ya kuhangaika huku na huku ndo anajikuta kwamba ana changamoto ya endometriosis. Kwa hiyo kuitambua kwa haraka ni changamoto, kwa sababu dalili zake zinaweza zikawa sambamba na matatizo mengine ambayo inawezekana ikawa ni bowel syndrome au matatizo ya mfumo wa chakula, kwa mtu akaamini kwamba ana changamoto hiyo, na mtu akajionyesha hatari ya kuchoka muda mrefu, akajisi kuchoka muda mrefu, basi akajisi na hiyo dalili. Lakini pia inaweza kusababishwa na
autoimmune disorders ama kinga ya mwili ya kujishambulia yenyewe, lakini pia kuna allergy, kuna asthma, kuna fibromyalgia na hypothyroidism. Kwa hiyo hivi vitu vyote ni miongoni mwa vitu ambavyo dalili zake zinaweza zikaenda sambamba kabisa na mtu mwenye endometriosis. Kwa hiyo unapokuwa nazo zinaongeza chance kubwa sana ya kushindwa kuitambua endometriosis kama ndio itakuwa na kusumbua, kwa sababu huyu daktari, huyu physician anaweza kahisi dalili nyingine ambayo iko ndani yake. Kwa hiyo ni vizuri kabisa ukaifahamu hiyo na kuweza kusababisha ukachukua hatua mapema zaidi na afya yako ikaa katika msingi ambao utakuwa bora zaidi, ambao utajihisi fatigue, utajihisi uchovu wa muda mrefu, damu na kusumbua na nini. Kwa hiyo hilo jambo la msingi zaidi. Sasa kuna mwingine anaweza akasema hii endometriosis inaweza kusababisha kansa. No, nijibu hapana, lakini kama itakuwa kwa kiwango kikubwa au itaathirika itakuwa kwa ukubwa zaidi, na haya machuma au haya malea yakakuwa na akawa ile stasis, ule mlingano wa damu na makovu kwa kiwango kirefu, zile seli zikaharibika, basi unaweza kupata changamoto ya kansa. Lakini hakuna utafiti ambao umezilisha moja kwa moja kwamba ukiwa na endometriosis basi unaweza kupata kansa ya moja kwa moja, au kansa ambayo inatokana na mji wa uzazi basi inashusha na nini na endometriosis. Kwa jambo la msingi sana. Sasa kuhusiana na uzazi, nimesema kwamba wengi ambao wanatafuta kushika ujauzito na wametafuta msaada muda mrefu sana baada ya kufanya hata sound na nini, wakaonekana na endometriosis baada ya kufanya laparoscopy, kwa sababu hizi hata sound na hizi mashine nyingine sio kwamba hazionyeshi, ila laparoscopy inaonyesha moja kwa moja ni maeneo gani ambayo imeotesha hiyo, lakini pia ni kama vile inatumika kufanya diagnosis. Kwa picha yake waga na kuaga clear, na unaweza kutambua kwamba ni maeneo gani ambayo yameathirika au ni layer gani ambazo zimeota maeneo mengine na kuweza kusababisha vitu vyote hivyo. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Sasa medical approaches, kumekuwa na mbinu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitumika kusababisha, yani zimekuwa zikitumika na kuweza kumsaidia huyu mgonjwa kuweza kupona, ambayo wengi wamekuwa wakitumia. Ya kwanza kabisa, kama mwanamke atakuwa na dalili chache zile za mwanzoni za kuhisi maumivu wakati wa hedhi, sababu tumeona kwamba yenyewe inaweza kutambulika baada ya miaka 10 baadaye, kwa mwanamke kuteseka muda mrefu na kutafuta msaada sasa muda mrefu na kwenda hospitali kubwa na ndogo, na baadaye ikapatikana kipimo cha moja kwa moja na kumsaidia kupima hiyo. Sasa kwa baadaye sasa ndo anaanza, au mwanzoni anaanza kupewa zile dawa za antipain ambazo ni inafahamika kama ibuprofen na naproxen, ambazo ni dawa ambazo wanawake wengi wamekuwa wakizitumia ili kuweza kusaidia kuweza kupona hayo matatizo yako au ile changamoto ya period ambayo mwanamke anaisikia. Na hii imekuwa ikitumika sana kwa wanawake wengi sana, kwamba wakiamini kwamba au wamekuwa wakiamini kwamba hedhi ni kawaida, mwanamke huhisi maumivu. Ukija na mada tofauti au ukimwambia hedhi sio kawaida, akuelewe. Kwa kinachotokea yeye atafanya maamuzi ya kutumia dawa kila mwezi baada kukutana na changamoto hiyo, lakini pia hakunaga sababu moja kwa moja kwamba kuzilisha kwamba hii hapa ndio sababu ya kuonyesha kwamba ni endometriosis. Lakini wengi wana suspect kwamba kutakuwa na autoimmune disorders ama changamoto ya kinga ya mwili kujishambulia yenyewe, lakini pia kuna matatizo ya genetic ambayo ni ya kurithi pia. Hii pia hata hii autoimmune pia unaweza kurithi, lakini pia masuala ya endocrine diseases, mfumo wa hormone na kinga mwili zikawa tofauti kidogo, na condition ambayo inaweza ikawa nyuma, yani tuseme ni period ambayo inarudi nyuma zaidi. Kwa hiyo ni matatizo ambayo ni sana period inaweza kuwa nyingi zaidi, maana ukaa na changamoto hii, basi inaweza kupelekea wewe ukahisi hii changamoto kuwa na endometriosis. Kwa hiyo ni jambo la msingi zaidi ya kuzingatia, na mara nyingi treatment nimesema ziko 3, ambayo ya kwanza ni kutibu dalili iko kupitia maumivu ambayo mwanamke anapitia, au baada ya kugundulika madaktari na physician wamekuwa wakishauri kuweza kutumia hormonal replacement therapy, ambao kwa ajili ya kutibu au kuzuia zile dalili na kuweka mzunguko sana, kubalance hormone ambazo ziko ndani yako. Lakini na mwisho kabisa ni kuweza kutibia kwa kupitia surgical procedures ambazo tunaweza tukafanya ila laparoscopy
ama laparotomy kwa kuweza kuondoa hii uterus ama na mji wa mimba ili kuweza kutibu kabisa, lakini mwisho wa siku hakunaga matokeo moja kwa moja ya kuweza kuwasaidia, au manake unamkwamisha mtu leo hii kutokana na kuondoa hiyo uterus ama mji wa mimba, lakini mwisho wa siku unatengeneza hasara nyingine ama effect nyingine. Lakini pia kuondoa kwako unamfanya mwanamke aingie ukomo mapema zaidi wa hedhi. Anapoingia ukomo mapema zaidi wa hedhi, kuna hasara nyingine ambayo inaweza kujitokeza ukiachana na kuondolewa ule uzazi eneo lile, lakini sio tu kuondolewa na kuhisi hasara ya kuondolewa na hasara ya menopause, lakini pia utamfanya mwanamke kuweza kutokuwa vizuri, sawa, lakini ile maumivu kuendelea kuwepo, kwa sababu zile nyama ambazo zimeota hazijaota eneo lile ambalo umeliondoa, limeota maeneo mengine ambayo yamekuwa kiathirika na hiyo endometriosis. Kwa hiyo hata kama utaondolewa na hautachukua hatua nyingine za kimatibabu zaidi na kuondoa yale maeneo mengine ambayo yameathirika, basi utakuwa miongoni mwa mtu ambaye utakuwa umepata hasara, kwa sababu yale maumivu bado yataendelea kuota, kwa sababu zile nyama hazijaota tu eneo la uterus, zimeota na maeneo mengine ambayo mtu amekuwa akipitia. Kwa hiyo jambo la msingi sana kuzingatia. Sasa ukiachana na hizi matibabu ya maumivu ambayo nimeyasema, ambayo mwanamke anaweza kutumia ibuprofen ama naproxen. Sasa kuna matibabu mengine ambao wanawake wamekuwa wakitumia kama hizi hormone replacement therapy, ambazo wanapewa dawa kwa ajili ya kubalance homoni zao, ambazo wanapewa dawa ya aina ya gonadotropin releasing hormone, ambayo yenyewe hii agonist, ambayo yenyewe inafanya kazi ama inachakata, ambayo inatumika kuzuia ama kustopisha mzunguko wa mwanamke na kuweza kumpelekea asihisi dalili au yale maumivu ambayo yanatokea baada ya hedhi au katika mchakato ule wa hedhi, yenyewe imekuwa ikipungua kabisa na kuweza kustopisha mzunguko wa hedhi, na mwanamke anakuwa hapati hedhi mpaka pale atakapoamua sasa kuacha na kutumia baadaye. Lakini mara nyingi inatumika baada ya miezi mitatu, na mfano wa dawa ambazo zimekuwa zikitumika ni Laplon ambayo ni LUPRON na Synarel ambayo ni CYNALEL, ambazo hizi ndio zimekuwa zikitumika sana na kuweza kuondoa hii changamoto ya endometriosis. Na baada ya kutumia ndani ya miezi mitatu, maana yake procedure yake inatumika ama mchakato wake unatumika baada ya miezi mitatu, au baada hapo utatumia kwenye hormonal replacement therapy ambazo ni hormonal contraceptive kwa ajili ya kuzuia hii changamoto ya endometriosis. Lakini baada ya muda hili tatizo limekuwa likikua kwa kiwango kikubwa zaidi. Sasa kama utokana na maumivu makali ukaambiwa kwamba utumie dawa na ukatumia, lakini bado ukahamia kwenye hormone replacement therapy ikawa changamoto bado, na bado ukahamia kwenye surgery, haya matatizo hayawezi kutoka. Kwa hiyo ni jambo la msingi zaidi kuzingatia. Kwa hiyo inabidi tuanze kutafuta namna nyingine ya kuweza kujisaidia, kuweza kutafuta mbinu asili au tunafanya kama holistic kwa kuweza kubalance chakula ambacho tunakula, ambacho nishakisema kupitia ili group na session pale mwanzoni, lakini nikaja kusema kuhusiana na matumizi ya breathing exercise ama mazoezi na matatizo mengi zaidi kabla ya kufika mbali au kabla ya kupata tatizo. Lakini utakapokuwa nalo, basi nimefundisha mbinu za kufanya na nimetuma hapo screenshot za vyakula na mimea ambavyo unaweza kutumia na kuweza kupata matokeo moja kwa moja. Lakini bado nimetuma vitu nafikiri ni vingi sana, hata baadhi ya multivitamin na vitamin na virutubisho ambavyo mwanamke anapaswa kutumia, basi nimevituma, na kuna hiyo video ambayo nimetuma hapo ya kuweza kukusaidia wewe kuepukana na hiyo changamoto. Kwa hiyo unapokuwa nayo, basi hakikisha unakuwa katika mazingira ya ulinzi na kuweza kutumia mara kwa mara na kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa bora zaidi. Sasa unapoenda hospitalini, jaribu kuongea na daktari wako maumivu ambayo unapitia, ni wakati gani ambapo unapaswa kutoa taarifa. Maana kila mwezi ambao unapitia au kila mwezi unapopitia, na kuna hali tofauti unaipitia na kuna dalili ambazo unazipitia ambazo unahisi si za kwenye mwili moja kwa moja, maana ni maeneo mengine ya mwili, lakini pia nahusisha uterus. Basi ni vizuri ukaandika rekodi zako zote na kuweza kumtafuta daktari, au utakapoona daktari basi utamfahamisha ili yeye ajue namna ya kukusaidia. Na kama kutakuwa na alternative nyingine ama msaada zaidi, ni basi hakikisha unatafuta specialist huyo ambaye anaweza kukusaidia, lakini pia hakikisha unapata na mtu wa nutrition
akakushauri chakula ambacho kitakuwa sahihi zaidi. Lakini wewe kupitia grupu hili nishafundisha vyakula vingi sana ambavyo unaweza kuvitumia na vikawa msaada. Lakini pia unashauriwa pia kutafuta counselor, lakini mimi pia ni counselor, nishawafundisha mundani namna ya kufanya na kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa salama. Lakini pia ukutafuta mtu ambaye anaweza akaunganisha akili na mwili. Nishafundisha masuala ya pumzi, sawa? Na kutumia pumzi na mikataba ambayo mtu anaiwekea ndani yake, au anavyokuwa huwa na mikataba ambayo iko ndani yake tu. Hii tunasema unconscious, tunasema unconscious contracts, ambayo ni mikataba ambayo mtu anakuwa nayo au amejijengea ndani ya akili yake kwamba ni kitu fulani mimi siwezi kufanikiwa. Hedhi yangu mimi ni kawaida kuhisi maumivu na hakuna njia nyingine ya kufanya, si chochote ambacho nitakufanya mimi sitaweza kufanikiwa. Kwa hiyo mimi mpaka naingia kaburini nitakuwa napitia tu maumivu kila siku, labda nitakapozaa. Lakini baada ya kuzaa bado kuna hali fulani ambayo mtu anaisikia, basi anajikuta katika hasara, yani maana yake haoni matokeo licha ya kuamini kile kitu, na baada ya kuiaminisha zaidi, basi anabaki na ile tatizo kwa muda mrefu, na mwisho wa siku anakuwa haoni matukio ya moja kwa moja au matendo moja kwa moja ambayo yanaweza kumpa faida na kuweza kuhakikisha afya yake inabaki kuwa salama zaidi. Kwa hiyo kwa kumalizia, nimalizie kwa kutoa nutrition supplements ambazo ni herbs ambazo nimezisema kupitia grupu. Kwa hiyo kupitia grupu hili nafikiri unajua sasa ni chakula gani ama ni supplements gani na herbs gani ambazo unaweza kuzitumia na zikakupa matokeo moja kwa moja. Lakini pia kwa upande wa movement and body work, masuala ya kufanya mazoezi, tumesema namna ambavyo unaweza kufanya mazoezi na kuweza kufanya breathing. Lakini pia unaweza kufanya conscious breathing ambayo ni ya ku reduce stress na kufanya mazoezi ya breathing. Nimefundisha kwa kiwango kikubwa, na wewe pia nafikiri ukipitia audio zangu za juu unaweza kusikiliza na kujua. Lakini pia kufanya cognitive restructuring, mtazamo ambao umejiwekea nao ndani kusema matatizo ya endometriosis. Lakini pia cognitive restructuring pia ni kutengeneza taswira mpya, kutengeneza mtazamo mpya, na hii inaweza kukupa maamuzi ya kuweza kutafuta action nyingine zaidi ya kuweza kupona tatizo ambalo unalo. Utakapokuwa na hicho kitu, ni basi utakuwa salama wakati wote. Na visualization, kutazama zaidi au kutengeneza picha nzuri, yani picha mpya, basi itakusaidia kuweza kupona na kuwa salama wakati wote. Kwa hiyo ni ufafanuzi kuhusiana na endometriosis. Lakini ni aidi kitu kimoja kupitia ile grupu, nina session au nina itafiti kama 22 zitakapokuwa sawa. Maana yake nitakapokuwa nimezipitia, naweza nikasummarize na nikaletea nyingine ambazo nitaona ni zina umuhimu kabisa, nitazileta. Ambazo nitazisi tayari nishazisema na tushaanza kuzisoma mwanzoni, basi nitaziondoa na tutabaki katika usalama wa kuweza kupata maarifa sahihi na kuanza kuhakikisha afya zetu zinabaki kuwa salama kwa sisi wenyewe na watu wote ambao watuzunguka. Na kama mimi ambao nimeamua kuwapatia maarifa, lakini na nyinyi pia kama mtapendekezwa mtaweza mkapatia wengine. Lakini utakapokuwa na maarifa hayo, basi unaweza ukashia kwa wengine na kuweza kuhakikisha afya zao zinabaki kuwa salama wakati wote. Asante na mpaka wakati mwingine. Na sasa ngoja nitazame hizi utafiti huu 22 ambazo nimezitafuta na kusoma, nione ni kitu gani kipya. Kama hakuna, basi tutaendelea na slide ya 8 au session ya 8 na kuweza kuhakikisha afya zetu huwa zinabaki bora wakati wote.